Oktoba 1, 2016 ni siku isiyosahaulika kwa wapenzi wa soka hapa Tanzania, kwani walishuhudia dabi ya Kariakoo bora kuwahi kutokea hapa nchini. Zimepita dabi nyingi bora, lakini ya Oktoba 1, 2016 haitosahaulika katika kumbukumbu ya kila mwanasoka hapa nchini, kwani dabi hiyo iliweza kuibua historia mbalimbali na mambo kede katika soka la Tanzania. Saa 10 jua la utosi likipiga katika dimba la uwanja wa Taifa, kwa sasa ni Benjamin Mkapa, mashabiki wa pande zote mbili wakiwa na shauku ya kushuhudia mtanange wa kukatana shoka, kwa upande wa Young Africans wakihitaji kumchapa mtani wao mara ya 3 mfululizo, kwa maana mechi 2 za mwisho wakiwa wamemchapa, huku upande wa wekundu wa Msimbazi wakiwa kwenye matengenezo ya kikosi chao msimu huo baada ya kukaa msimu miwili bila ndoo yoyote, na dhamira yao kuu ni kwenda kupambana. Mwamuzi Martin Sanya anapuliza kipenga kuashiria kwamba vita imeanza baina ya Kariakoo nyekundu dhidi ya Kariakoo ya njano, kila shabiki akiwa na shauku ya kushuhudia bao la mapema likienda kwa upande wake. Ndipo dakika ya 6 Ibrahim Ajibu Migomba anapenyezewa pasi safi kutoka kwa winga hatari kipindi hicho, Shiza Ramazan Kichuya, na kuutumbukiza mpira kwenye neti za watoto wa Jangwani. Mashabiki wa Simba waliinuka kwa shangwe kubwa, misili ya mtumwa kuachiwa uhuru, kwani hawakupata ushindi kwa kipindi kirefu kutoka kwa watani zao. Bila ya huruma, mwamuzi Martin Sanya anapuliza kipenga kuashiria Ibrahim Ajib Migomba alikuwa kwenye mtego wa kuotea kabla ya kufunga bao hilo. Na sasa mchezo unarudi uwanjani ukiwa unaendelea. Dakika ya 26 Juma Abdul Mnyamani anajaza cross ndefu ambayo inamkuta adui wa nyavu kutokea Young Africans, Hamis Joserin Tambwe, na kupokea mpira huo kwa mkono wake wa kulia, kisha kuukandamiza nyavuni na mguu wake wa kulia. Mwamuzi Martin Sanya anaonesha kwamba mpira uletwe kati haraka, kwa maana hiyo ni goli kwa upande wa wananchi Young Africans. Wachezaji wa Simba wanaanza kumzonga refa kwa kuonesha hawakubaliani na maamuzi, huku mashabiki wao wakianza kufanya fujo kwa kung'oa viti vya uwanja. Mechi inasimama kwa muda na uwanja unageuka kuwa sehemu ya vita, kwani mabomu ya machozi yalianza kupigwa kwa upande wa mashabiki wa Simba ili wasitishe mara moja vurugu zao. Kwa upande wa watani zao Young Africans, wao ni furaha tu muda huo, wakiamini kuwa wanakwenda kuandika historia nyingine ya kumchapa mtani wao mara ya 3 mfululizo katika michezo ya ligi kuu. Baada ya purukushani hizo, mpira uliendelea hadi mapumziko yalipowadia. Simba Sports Club wanaingia kipindi cha pili wakishangilia kwa bashasha, kwamba wakiamini wanarudisha goli hilo. Kikosi cha Simba wakianza kushambulia kwa kasi sana, huku Young Africans wakionekana kabisa zaidi shaili kulinda goli lao walilolipata kipindi cha kwanza. Dakika zikioyoma, huku nyuso za wana Simba zikijawa na simanzi na machozi, wakiamini kwamba wanapoteza tena mchezo huo mara 3 mfululizo. Hapo ndipo anatokea beki wa kulia wa kipindi hicho wa Simba Sports Club, Janvier Basara Bokungu, anaingia kwenye box na mpira na kusababisha kona kwa lango la upande wa Young Africans. Mashabiki wa Msimbazi wakipoteza matumaini, huku wananchi Yanga wakiwa na furaha usoni na kutamani mchezo umalizike muda huo huo. Dakika ya 86 Shiza Ramazan Kichuya anapiga mpira wa kona ambao unakwenda moja kwa moja mpaka kwenye nyavu za Young Africans, ambapo kona hiyo inawaacha wachezaji wa Young Africans wakiwa hawaamini kilichotokea, huku mashabiki wa Simba wakilipuka kwa shangwe kubwa uwanjani. Dakika ya 90 mechi inamalizika kwa sare ya bao 1-1 ambayo iliwaumiza sana Young Africans, kwani kwa kipindi hicho Yanga walikuwa na kikosi kikubwa sana na kipana. Yanga hile akampa tena
ilikuwa na nyota kaza wa kaza kama vile Deo Munish Dida, Hali Mustafa Mtinge, Nadil Harub Kanavaro, beki kitasa kutokea Zanzibar, Kevin Patrick Yonda, Taban Skara Kamusoko, nyota wa kimataifa kutokea Zimbabwe, Haluna Hakizimana Nionzima na Donald Dongongoma na wengine wengi. Huku kikosi cha Simba kilichokuwa kinajenga timu msimu huo kilikuwa ni Vincent Hagban, goalkeeper kutokea Ghana, Daniel Ajay, Masodi Mwanjali, Juko Murshid kutokea Uganda, Novatus Rufunga, Jamvi Mabajavi, Jamal Mnyate, Shiza Kichuya, Laudit Mavugo na James Kotei na wengine wengi. Nadhani mechi ya Oktoba 1, 2016 ya dabi ya Kariakoo inaingia kwenye orodha ya michezo bora kuwahi kutokea ya dabi ya Kariakoo tangu mchezo uanze mpaka sasa. Msimu huo uliisha kwa Young Africans kuwa mabingwa kwa tofauti ya magoli tu, wakimzidi Simba Sports Club magoli 10, huku pointi zikiwa ni 68 kwa 68. Natumai utakuwa umefahamu mchezo huu vizuri ulivyokuwa na msisimko mkubwa kwa wapenzi wa soka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ulikuwa nami na odha wako Sadi Majaliwa.